Na mtazamaji wa Kishki TV, tarehe 11 mwezi huu wa 4 2026 pale katika ukumbi wa Serena, nazungumzia Islamabad katika nchi ya Pakistan, pale fanyika mazungumzo kati ya taifa la Iran na Marekani wakituma wawakilishi wake, mazungumzo ambayo yalikuwa yakiongozwa ama yalikuwa katikati ya waziri mkuu wa Pakistan. Na kubwa zaidi mtazamaji, yale makubaliano mazungumzo yale hayakufikiwa kikomo, kwa maana walishindwa kuelewana, na baadaye wote wawili Marekani na Iran wakaweza kurejea katika mataifa yao. Lakini wengi hatufahamu kipi ambacho kilikwamisha mazungumzo yao, lakini pia hatufahamu nini ambacho kitaweza kujitokeza sasa hivi baada ya wote kuwa tayari wamerudi katika ardhi zao. Lakini karibuni hapa tumeshuhudia wale ambao ni washirika wa karibu wa Marekani ni kana kwamba wameanza kumkataa, wameanza kwenda kinyume naye katika misimamo yake, akiwemo Hispania pamoja na Uingereza pia. Tutakwenda kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa za kimataifa na mwandishi wa habari mkongwe pia, Ishaka Kihemba, na tayari yupo katika line hapa. Ishaka Kiranja, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdullahi Mashi. Moja kwa moja tuanzie kuzungumzia kile ambacho kilikwamisha pale Islamabad katika ukumbi wa Serena baina ya taifa la Iran na Marekani. Jicho lako la kichambuzi, pengine mambo mawili ya msingi ambayo unadhani ndio yalikwamisha mazungumzo yale yawe ya kutokuelewana kati yao. Naam, ni kweli Mashi, mambo hayo yako bayana kabisa, na kama mnavyojua Iran walipendekeza mapendekezo 10 magumu, lakini baadhi ya mapendekezo 8 Marekani hawakuwa na tabu nayo, isipokuwa jambo ambalo linaonesha hasa lilikwamisha mazungumzo ni dondoo mbili katika mapendekezo yale 10. Dondoo ya kwanza ikiwa Iran wanasema vyovyote ambavyo watakubaliana basi uhakikishe kwamba mlango wa bahari wa Hormuz uendelee kuwa chini ya mamlaka ya Iran, na Iran inasema itaendelea kutoa tozo katika mlango ule, kwa maana kulipisha ushuru meli zitakazopita pale, jambo ambalo kidogo Marekani ameonekana amelikataa kabisa. Na hata katika kuhakikisha kwamba kunapatikana mapatano, Marekani akasema inaweza kuruhusu Iran kuchukua tozo kwenye mlango wa bahari wa Hormuz, lakini na wao wawe sehemu ya kukusanya tozo ile, kitu ambacho Iran amesema big no, haiwezekani. Mlango huu kwa sababu si maji ya kimataifa, lakini mlango unawanufaisha zaidi Iran na Oman. Kwa hivyo Marekani hawezi kufika pale kwa sababu hana maslahi yoyote ya kufaidi natural resources ya bahari, hususan katika eneo lile ambao unapatikana ule mlango wa Hormuz, mlango muhimu sana katika usafirishaji wa nishati ya mafuta na gesi, kitu cha kwanza. Lakini jambo la pili ni Marekani alitaka Iran azalishe nyuklia iliyorutubishwa, lakini baada ya uzalishaji nyuklia ile isiendelee kuwepo ndani ya Iran, kitu ambacho Iran amekataa. Na katika utetezi wake anasema si yeye peke yake anayemiliki uranium iliyorutubishwa na ikawepo nchini mwake, isipokuwa kuna baadhi ya nchi akazitaja pale ambazo zinamiliki uranium iliyorutubishwa. Kwa hivyo Iran yeye akaona si haki Marekani kumpangia masharti ama kumwekea shuruti ambazo ye mwenyewe anayo uranium iliyorutubishwa, lakini hamna mtu yote ambaye amemwambia itoke nje. Kwa hivyo Iran alichoonekana akitaka haki sawa kwa nchi nyingine kuhusiana na masharti ambayo ametoa juu ya Marekani. Abdullahi, tuje katika kinachoendelea sasa baada ya wote kushindwana na kurejea katika mataifa yao. Tunaona Marekani ametangaza kupitia Rais Donald Trump kwamba watazuia meli zote ambazo zitakuwa zinaingia katika bahari hile ya mfereji ule wa Hormuz, lakini hata zile ambazo zinatoka. Lakini pia tunaona Donald Trump mara kadhaa amekuwa akitoa vitisho vingi sana kwa taifa la Iran. Hichi ambacho amekizungumza, unamwona Trump anamaanisha hichi ambacho anakisema kwamba yu tayari kukifanya, na unaiona hiyo nguvu Trump anayo kufanya hivyo? Amaanishe au asimaanishe, lakini kitendo chochote cha kwenda kuzuia meli nyingine zisipite kwenye mlango wa Hormuz ni kama Marekani anaenda kuchomoa drip ya maji kwenye mgonjwa mahututi ambaye alikuwa anahitaji maji. Kwa sababu gani? Hata mafuta na gesi chache inayopita katika ule mlango wa bahari wa Hormuz hautoshi kusambaza duniani. Yaani soko la mafuta limekuwa kubwa sana, wahitaji wa mafuta na gesi wamekuwa kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hivyo pamoja na meli ambazo zinapita pale kwa kutoza ushuru, lakini bei ya nishati ya mafuta na gesi imepanda sana. Kwa hivyo Marekani anapoenda
kuzuia hata zile baadhi ya meli nyingine kupita pale, maana yake ndio anaenda kuweka spiriti kwenye kidonda, ndio anaenda kuchochea mgogoro. Kwa hivyo lakini kumbukwe pia baadhi ya meli zinazopita pale ni za nchi gani? Kwa mfano China yeye anatumia mlango wa bahari wa Hormuz katika kupitisha mafuta na gesi. Utaona nchi kama Pakistan, utaona baadhi ya nchi nyingine ambazo zina nguvu. Maana yake nini? Maana yake katika kutumia fiziki, kutumia nguvu ambapo anakufanya ili kudhibiti baadhi ya meli zisifike pale, maana yake ataenda kukanyaga baadhi ya mataifa. Sasa anapoenda kukanyaga baadhi ya mataifa, maana yake ndio anazidi kuchochea mgogoro huu. Na kama ambavyo umesikia, baada ya Marekani kusema atachukua hatua hiyo, China amejitokeza hadharani akisema kwamba chochote ambacho kitafanyika kuzuia meli kupita katika mlango ule, maana yake ni kukiuka sheria za kimataifa na sheria za masuala ya usafirishaji wa njia baharini. Kwa hivyo hicho ndicho ambacho kinaenda kutokea. Lakini la pili ni kama naam, tuzungumzie sasa wale washirika wa karibu wa Marekani, kwa mathalan kama Hispania ambaye kwa muda kadhaa alikuwa ni mshirika wake, Mwingereza pia tayari kama umeanza kwenda kinyume na Marekani na mpango huu, pengine hilo nalitazama huende kawa ndio kuanza kuanguka kwa Marekani. Siwezi kusema kuanguka kwa mara moja kwa moja, isipokuwa naweza kusema ndio mwanzo wa kutokubalika kwa baadhi ya mataifa ambayo yalikuwa kimuunga mkono. Mfano hilo la Hispania, yeye amesema wazi kabisa kwamba haungi mkono kile ambacho kinafanywa na Marekani, na Marekani anasema nitakatisha mahusiano yangu na Hispania. Lakini baada ya kauli hiyo tumeona, dunia imeona, waziri mkuu wa Hispania alikuwa mshirika wa karibu wa Marekani amefunga safari kwenda Uchina, na safari yake inatajwa kwamba kwenda kuzungumzia fursa za kibiashara. Kwa hivyo utaona wale ambao walikuwa wanamuunga mkono Marekani wanatoka kutafuta afuu ama kutafuta salama sehemu nyingine. Utaona nchi nyingi, nchi kwa mfano Canada wao walikuwa na utaratibu wa kutuma pesa ya ruzuku kwa ajili ya usalama kwa Marekani. Amesema kuanzia sasa, kutokana na hiki ambacho kinaendelea, ni wazi kwamba Marekani anaendelea kupoteza nguvu yake. Kwa hivyo Canada yeye amesema hataendelea tena kutoa ile pesa, na badala yake anasema ana uwezo weye wa kujilinda. Kwa hivyo utaona mgogoro huu umemweka Marekani kupitia Rais Donald Trump katika hali ambayo hata baadhi ya washirika wake ambao hawafurahii kile ambacho anakifanya, hususan katika kupiga kabali ya kiuchumi, wakiwa wanajipiga pande na wanaelekea kutaka ushirikiano na mataifa mengine. Kinachoendelea kwa kumalizia, Isahaka Kihemba, unadhani pengine hili ambalo Trump anaendelea nalo katika mpango wake wa kisiasa kule Marekani inaweza ikamwangusha kisiasa? Kwa kiasi kikubwa, kwa sababu wakosoaji wa siasa za Marekani walio ndani ya Marekani tayari wamekwisha sema na mifano. Kwa mfano mchambuzi maarufu Larry King anasema marais waliopita watatu kabla ya Trump walishashawishi Marekani ingie kwenye vita ya kuivamia Iran, lakini wamekataa. Kwa hivyo wanasema wachambuzi kwamba makosa haya ambayo ameyafanya Trump ni makosa makubwa kuwahi kutokea katika historia ya Marekani katika kipindi cha muongo mmoja. Hakuchora ramani yake vizuri. Kwa hivyo ni wazi kabisa Rais Donald Trump amepoteza ushawishi, lakini hata baadhi ya wanachama wa chama chake na viongozi wa chama chake wengine wamekuwa na shinikizo kubwa. Kwa hivyo zipo dalili za wazi na zenye ushahidi kwamba Rais Donald Trump anaendelea kupoteza ushawishi wa kisiasa ndani ya Marekani na hata nje ya Marekani, na mifano kama hiyo ambayo tumehitaji. Shukrani sana Isahaka Kihemba, asante. Shukrani. Mtazamaji wa Kishki TV, alikuwa ni Isahaka Mbwana Kihemba, mchambuzi huyo wa mambo ya kisiasa za kimataifa na mwandishi wa habari mkongwe, akitubitisha kile ambacho kinaendelea hivi sasa. Kubwa mtazamaji, kwa sasa dunia bado inaendelea kushuhudia kile ambacho kitajiri hivi sasa, kwa maana bado tunasubiri kuna namna ambayo inaweza ikafanyika vita hivi vikakomeka kabisa, ama ni mwanzo wa kushuhudia mapigano makali zaidi. Mungu epushe yasitokee hayo. Asante sana kwa kuwa nami. Kishki TV, nuru ya dini yako.